ayuha nabii qul li azwajika wa banatik wa nisai lmuminin yudnina alayhinna min jalabibihin dhalika adna an yu'rafna fala yu'dhain, dhalika adna an yu'rafna. Lau wanawake hao watavaa kama Mungu alivyowapangia hijabu ya kisheria, watajulikana kwamba ni watu wema, wala hakuna yeyote katika dunia hii atamuudhi mwanamke kama huyu. Ndio unaona mwanamke anapovaa hijabu hakuna mtu anathubutu hata kumtolea salamu, heshima yake inakuwa kubwa sana. Lakini mwanamke wa Kiislamu akaona hii ya Mungu haimfai, akaamua kuchukua kitambaa ile ile akaibana huku na huku akavaa. Sasa hivi anaadhirika duniani, maskini yuko ndani ya hofu, hana raha, yuko katika maisha ya dhiki. Mungu anamjua jamani, Mungu ndo amemuumba mwanamke na yeye ndo akamtengezea vazi lake. Lakini mwanamke hataki vazi la Mungu, anataka vazi ambaye anaona wenzake wanavaa mabarabarani wakiwa uchi. Unaona mwili wa mwanamke ni sawasawa na dhahabu, si kitu ya kuonekana mbele ya watu. Kadri mwili wa mwanamke unavyofunikwa ndo heshima yake nayo inakuwa juu, na kile ikiachiwa wazi ndo anapoteza heshima yake hata mbele ya watu. Lakini kuna wale ambao wanavaa hao wanawake jilbab na niqab, anafunika mpaka macho yake huioni, kwenye mikono yake huwezi kuiona vidole vyake, na kwenye miguu pia huwezi kuona miguu yake. Huyu ambaye anajifunika kama tinti ya gari, huyu ndo ambaye wanaume wanamgombania huyu, na akipita katikati ya wanaume wote wanataka kujua ni nani huyu. Kila mmoja anavutika naye. Maana yake kila mwili wa mwanamke ukifunikwa, heshima yake inakuwa juu, subhanallah. Lakini kila akiachia mwili wake, hii ni kitu cha kutumika tu na watu kutelekezea maslahi yao na matakwa yao, na baadaye anakuja mwanamke anaadhirika katika dunia hii.